Aina 9 za vita utakazokutana nazo ukianza kutafuta maisha yako. Hebu useme ukweli na nafsi yako leo. Ukiamua kuanza safari ya kujenga maisha yako, usitegemee kukutana na maua yaliyotandikwa barabarani. Usidhani kuwa ulimwengu utakupigia makofi kwa sababu tu umeamua kuacha umaskini. Ukweli ni kwamba dakika ile unayosema imetosha, sasa natafuta hatima yangu, ndio dakika unayosaini waraka wa kuingia vitani. Kuna vita vitakavyokujaribu, kukupima hadi uone kama akili inatosha na kukufundisha mambo ambayo shule haikuwahi kukuambia. Si vita vya mapanga wala risasi, bali ni vita vya kimya kimya vinavyopiganwa ndani ya akili yako, moyo wako na roho yako. Hivi ni vita vinavyotenganisha wavulana na wanaume, wasichana na wanawake wenye shabaha. Hivi ni vita ambavyo kila mtu anayetamani kusimama imara na kuacha alama duniani lazima apitie. Na leo nitakuchambulia aina 9 za vita hivi kwa kina kirefu, ili ujue mapema mitego iliyoko mbele yako na ujitayarishe bila hofu, bila kutetereka na bila kurudi nyuma. Kabla hatujaingia ndani zaidi, hakikisha una subscribe kwenye channel ya GR Hamasa Wisdom. 1. Vita vya kudharauliwa na kupuuzwa. The Battle of Disdain. Utakapoanza, watu watakuona kama mchekeshaji. Watakuangalia kuanzia chini mpaka juu na kuona huna hadhi ya ndoto unayoizungumza. Watapuuza mawazo yako kana kwamba ni kelele za mpita njia. Hata ndugu zako wa karibu wanaweza kukuona mdogo na kukuchezea kama mtoto anayecheza mchangani. Siri ya ushindi. Dharau yao ni mafuta ya injini yako. Usitumie nguvu kujieleza. Tumia ukimya wako kujenga matokeo yatakayowafanya wafunge midomo yao wenyewe. Wanakudharau leo kwa sababu hawaoni unachokiona. Endelea kujenga. 2. Vita vya kukatishwa tamaa. The voice of skepticism. Kila hatua unayopiga, kutakuwa na jeshi la sauti za nje zinazokuambia haiwezekani, mbona fulani alishindwa, au huna uzoefu. Sauti hizi hazitoki kwa maadui tu, bali hata kwa watu wanaokupenda, wanaodhani wanakulinda usiumie. Siri ya ushindi. Jifunze kuwa kiziwi kwa kelele za nje na uwe na sikio kali kwa sauti yako ya ndani. Imani yako lazima iwe kubwa kuliko hofu za watu waliokuzunguka. Ukisikiliza kila mtu, utaishia kuwa kama kila mtu. 3. Vita vya kukosa rasilimali. The scarcity struggle. Hii ni vita ya mazingira. Utahitaji pesa, utahitaji msaada, utahitaji vifaa au ofisi, lakini kila mlango utakaogonga utakuwa umefungwa. Utajihisi kama unapigana vita ukiwa huna silaha mkononi. Siri ya ushindi. Hapo ndipo akili yako inapopaswa kuchanua. Kuanza bila kitu ndio mtihani mkuu wa ujasiri. Tumia ubunifu badala ya pesa. Tumia jasho badala ya mashine. Mafanikio hayaji kwa kuwa na kila kitu, bali kwa kutumia kidogo ulichonacho kupata kikubwa unachotaka. 4. Vita vya hofu ya ndani. The internal sabotage. Hii ndio vita ya kikatili zaidi. Usiku wa manane ukiwa peke yako, sauti ya ndani itakuuliza, je, kweli mimi naweza? Je, nikishindwa nitajificha wapi? Hofu ya kufeli na hofu ya kuonekana kituko ni adui namba 1 ya maendeleo yako. Siri ya ushindi. Ukiona una hofu, jua unakaribia kufanya jambo kubwa. Jasiri si mtu asiye na hofu, bali ni yule anayetembea mbele huku anatetemeka, lakini haachi kupiga hatua. Shinda hofu ya ndani na ulimwengu utanyenyekea mbele yako. 5. Vita vya wivu na chuki. The shadow enemies. Unapoanza kung'aa, kama ni kwa kidogo, wapo watakaokuchukia bila sababu ya msingi. Wivu wao hautokani na wewe kuwa mbaya, bali unatokana na wewe kuwakumbusha uvivu wao na jinsi walivyoshindwa kupambana. Watakuzushia maneno, watakuharibia sifa na watatamani uanguke. Siri ya ushindi. Usipoteze hata sekunde moja kujibu chuki zao au kujisafisha. Chuki ni ishara kuwa upo mbele yao. Endelea kung'aa kiasi kwamba wivu wao huna nguvu mbele ya nuru yako. 6. Vita vya kutoeleweka. The battle of isolation. Unapoongea kuhusu maono yako, watu hawatakuelewa. Watakuona kama mtu aliyechanganyikiwa au unayetafuta sifa. Unapotoa wazo la biashara au maendeleo, watalipita kana kwamba hukuongea kitu. Utajihisi kama mgeni duniani kwa sababu fikra zako ziko mbali zaidi ya mtaa wako. Siri ya ushindi. Maono makubwa hayahitaji kueleweka na watu wadogo.
Endelea kusimama kwenye msimamo wako bila kutaka idhini, approval ya kila mtu. Wataanza kukuelewa siku utakapopata matokeo, na wakati huo watasema, tulijua tu atafika. 7. Vita vya kukosa matokeo ya haraka. The patience test. Utafanya kazi kwa bidii, utakesa, utajinyima chakula na starehe, lakini matunda hayatakuja. Siku zitapita, miezi itakatika, na bado utakuwa unaonekana kama mtu aliyekwama. Hii ni vita ya kukata tamaa kwa sababu ya muda. Siri ya ushindi: huwezi kupanda mbegu asubuhi na kuvuna jioni. Hii ni vita ya subira na uvumilivu. Mafanikio makubwa yanajengwa kwa siri na yanahitaji muda wa kukomaa. Usiache kupalilia bustani yako kwa sababu tu huoni kijani leo. 8. Vita vya upweke. The desert journey. Kuna hatua utafika, marafiki wa starehi watapotea, ndugu wa karibu watakaa mbali kwa hofu ya kuombwa msaada. Utajikuta unatembea peke yako kwenye jangwa la utafutaji. Huu upweke unauma na unaweza kukufanya uhisi kama umekosea njia. Siri ya ushindi: upweke ni darasa la juu la kujijua na kujitambua. Ni mahali ambapo Mungu anakuandaa kuwa kiongozi. Usikimbie upweke, uingie ndani yake na utafute nguvu ya nafsi yako. Simba hutembea peke yake, kundi ni la kondoo. 9. Vita vya kukata tamaa. The final frontier. Hii ndiyo vita ya mwisho, nzito na ya kifo. Utapata hamu kubwa ya kuacha kila kitu na kurudi kwenye maisha ya kawaida. Akili itakwambia, bora uajiriwe au uwe ombaomba kuliko maumivu haya. Ni gaza nene linalokuja kabla ya pambazuko. Siri ya ushindi: kumbuka kwa nini ulianza. Mtu anayesimama hadi tone la mwisho la jasho ndiye anayevishwa taji. Kukata tamaa ni saini ya kifo cha ndoto yako. Usikubali kufa ukiwa hai. Piga hatua moja zaidi. Na sasa sehemu muhimu zaidi. Sikiliza vizuri. Vita hivi si vya kukumaliza nguvu, bali ni vya kukutengeneza kuwa shujaa. Huwezi kuwa na misuli bila kuinua vyuma vizito. Usione vita hivi kama adui, vione kama walimu wako wa dhati wanaokuandaa kwa ajili ya ufalme wako unaokuja. Kila vita unavyoshindwa, unajenga tabia ya chuma. Kila kashfa unayovumilia, unajenga heshima ya ndani. Kila usiku wa upweke unaovuka, unajenga hekima isiyotisikana. Kuanzia leo, simama wima, jithamini kwa dhati, linda mipaka ya ndoto zako kwa gharama yoyote, na kumbuka hili: maisha ni uwanja wa vita usio na huruma, lakini mshindi ni huyo pekee anayekataa kuacha hata kama kila kitu kinamwambia aache. Hatima yako ni kubwa kuliko vita unavyopiga leo.